Viongozi wamegundua kwamba sauti ya wananchi kwa ground imeweza kubadilika, na kuna baadhi ya viongozi ambao wameanza kujifix angalau kuzungumza sauti ya mwananchi. Katika mazishi ya aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir, Mheshimiwa Johana Ng'eno, wabunge seneta waliamua kumpasha Rais William Ruto ukweli wa mambo kuhusu jinsi ambavyo mambo yalikuwa kwa ground. Katika kanda hii ninaomba niweze kukueleza jinsi ambavyo Rais William Ruto aliweza kupashwa na viongozi kwenye yale mazishi ya pamoja ya mbunge wa Emurua Dikir, Johana Ng'eno, pamoja na wale wenzake ambao waliweza kuaga pamoja wakiwa kwenye ndege au kwenye mkasa wa ndege ambao uliweza kutokea wiki iliyopita. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, ninakuomba tafadhali like video, bonyeza kengele, sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili kipindi ambapo taarifa hizi unazipata na wengine na wao waweze kuzipata moja kwa moja bila ya kusita. Women rep wa kaunti ya Narok aliamua kuambia Rais William Ruto ukweli jinsi ambavyo mambo yalivyo kwa ground. Alianza kwa kumwambia kwamba Emurua Dikir kuna wananchi ambao hawajaweza kupewa title deed zao. Mfano upande wa Ang'ata Barikoi, mnaelewa kwamba wananchi waliweza kufurushwa kutoka makwao, lile shamba. Ikasemekana kwamba kuna baadhi ya viongozi ndani ya serikali ambao walikuwa wanalinyakua. Kwa hivyo huyu women rep akaweza kumwambia William Ruto itakuwa ni bora wale wananchi waweze kupewa title deed zao. Vile vile mnaelewa wananchi upande wa Mau Forest, evictees, wengi waliweza kufurushwa, wengi hawajaweza kupewa title deed, kitu ambacho mbunge aliyekuwa mbunge wa Emurua Dikir alikuwa anatetea, Bwana Johana Ng'eno. Kwa hivyo wanataka wananchi hawa waweze kupewa title deed zao, ili na wao wajihisi wakiwa na hilo karatasi. Unajua, ukiwa na title deed kwa nyumba, angalau upo na courage kwamba hili shamba ambalo unaishi hautaweza kufurushwa. Namba 2, huyu women rep wa kaunti ya Narok aliweza kumpasha William Ruto moja kwa moja, uso kwa uso, akimweleza kwamba kipindi cha investigation kuhusu ni nani ambaye aliweza kumuua au ni kipi ambacho kiliweza kumuua huyu mbunge Johana Ng'eno, wanataka baadhi ya viongozi au baadhi ya wananchi kutoka Narok County waweze kuchukuliwa, waingie kwenye ile kamati ya uchunguzi, ili kipindi ambapo matokeo yatatoka wananchi wasije wakawa suspicious kwamba ripoti ambayo iliweza kutolewa haikuweza kuafiki matokeo ya kila ambacho kiliweza kumuua Bwana Ng'eno. Huwezi zungumza juu ya Emurua Dikir bila kuzungumza juu ya Ngong. Sisi kama watu wa Narok County, in fact Ngong was a brand, na yeye hii brand alijitengenezea mwenyewe, akasimama na watu, akatoka Emurua Dikir, akatoka Narok County na akaenda Kenya mzima kama kiongozi wa nchi ya Kenya. Your Excellency, niko na maneno matatu. Kuna jambo ambalo watu wetu hapa wamesema, kuna mashamba watu bado hawajapewa title deeds. Na Your Excellency, wamesema Ngong vile aliondoka, yeye ndiye alikuwa title deed yao. Nataka kuomba Your Excellency, hiyo title deeds imaliziwe watu wa Emurua Dikir, ili waweze kukaa vizuri, kila mtu awe na karatasi ambaye inastahili kuwa, kwa sababu hiyo ndio right ownership. Jambo la pili, Your Excellency, ni mambo ya pesa ya kina mama ambao uliniahidi wakati ulikuwa katika ile development tour Narok County. Your Excellency, mimi nataka kukuomba kwa heshima siku ya leo tumalizie hiyo mambo ya hawa kina mama wa Emurua Dikir, kwa sababu walishinda wakiuliza hiyo pesa iko wapi. Your Excellency, nikienda kumalizia,
sisi kama watu tunapolia siku ya leo, tunataka kuomba hawa familia waweze kusimamiwa ili waweze kuendelea vizuri, maisha yao iendelee vizuri, kwa sababu wamekuwa na shida mingi kwa sababu dependence wa familia hizo zimeondoka. Mimi sina mengi kwa sababu masaa imeisha, lakini nataka kusema familia zote, watu wetu wa Emurua Dikir, watu wa Narok County, poleni sana. Mungu atufariji na Mungu atupembeleze. Mwisho kabisa, tunapofanya hii investigation, Your Excellency, watu waliomba kwamba tuweke mtu mmoja wa Narok County ambaye atakuwa macho ya hii familia, ili tunapofanya investigation ya hiyo ndege iweze kujulikana, ili watu wa Narok pia wapate hiyo. Tunataka viongozi ambao wanamwambia rais ukweli jinsi ambavyo mambo yalivyo kwa ground. Wananchi wa South Rift wamekuwa wakisema kwamba walipigia hii serikali kura, lakini hii serikali kipindi ambapo unaenda South Rift wanaenda kanisa tu, maendeleo hawawapelekei. And in fact majuzi kipindi ambapo Gachagua aliweza kufika pale alilakiwa, kitu ambacho kiliuma viongozi. Akafika pale wananchi wakaimba one time, kitu ambacho kiliweza kuuma hii serikali ya Bwana Ruto. Wengine wakasema kwamba Gachagua aliweza kutembea na wale ambao walikuwa wanaimba one time kutoka upande wa Mlima Kenya. Lakini kusema ukweli, kwa ground mambo ni mabaya. Kwa ground barabara hamuna, wananchi wa South Rift wamesahaulika. Na senator wa kaunti ya Narok Ledamo Lekina aliweza kumwambia William Ruto ukweli kwamba kipindi ambapo walikuwa wako njiani kuelekea upande wa Emurua Dikir kumuaga Johana Ngeno, wananchi waliweza kuwasimamisha, wakawaambia kwamba hii ndio Singapore ambayo mnasema tunaenda, kipindi ambapo barabara ni mbovu. Nimeona viongozi pale wakiwa wamevaa boots, gumboots. Nimeona magari yakiwa yanaingia mpaka kwa mtoni, maji yamejaa mpaka kwa daraja. Hii ni Singapore ambayo tunaelekea kweli? Na wananchi wameweza kuuliza tu viongozi, which Singapore are you talking about? Na Singapore yenyewe ambao mnatuambia tunaelekea South Rift hatuna barabara. Barabara ni kama shamba. Na hiyo barabara, imagine hiyo county ya Bomet ni mahala ambapo waziri wa mabarabara Davis Chirchir anatoka. Which Singapore are they talking about, kipindi ambapo kwa ground hakuna barabara? Tusemezane ukweli. The roads here are dilapidated. Please consider, and in fact it was very funny because when we were passing through Bomet, someone stopped our car and said, hii ndio barabara ya kwenda Singapore. And ndio inaenda kwa waziri wa barabara. And we told them, no, we are making strides. So I would like to request that you consider helping us so that these roads, hata ile barabara, ile daraja ilitengenezwa juzi, imeenda tena na maji, so that at least our people who are left behind can be able to continue supporting. Not unless President Ruto afanye kazi upande wa Rift Valley, sioni akipewa tutam. Kwa sababu kama siku ya leo walienda wakalipa wananchi wachache wale ambao wanaweza wakampigia William Ruto makofi, wakae mbele. Alafu wale ambao wamekasirika na uongozi haujaweza kuwafanyia wananchi kazi, wakae nyuma, ili sauti ambazo zitakuja kusikika ni za wale ambao wako mbele wanapigia serikali makofi. Lakini the real residents of Emurua Dikir waliachwa kwenda nyuma, ili kipindi ambapo watakapozungumza sauti yao isisikike kwa kamera, ikuwe ni embarrassment kwa president. What can you tell President Ruto bana? Lazima watu wapewe title deed. Lazima investigation iweze kufanyika na matokeo yatoke ukweli. Na lazima barabara ziweze kuundwa ili wananchi na wao wahisi kwa serikali.
You cannot tell us that we are going to Singapore kipindi ambapo barabara inatuelekeza Timboroa.